Bwana, mara baada ya lile tukio ambalo limetokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja huo. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wametoa maamuzi ama wametoa msimamo wao mara baada ya kile ambacho kimetokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu hiyo wekundu wa Msimbazi Simba upande wa Instagram, bwana, wamechapisha taarifa inayozungumza kwamba taarifa kwa umma, Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni 17 kifungu namba 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Bwana, hayo ndio maamuzi ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kutokea sintofahamu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na kuzuiliwa kufanya mazoezi. Sasa comment zimekuwa ni nyingi. Tumeona mashabiki kila mmoja anazungumza la kwake mara baada hiki ambacho kimeamuliwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Kupitia kwenye ukurasa huo wa wekundu wa Msimbazi Simba, tumeona mapokeo ya baadhi ya mashabiki na wadau wa soka baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoa tamko kwamba hawatoshiriki mchezo huo. Sasa ni kupitisha kwa baadhi ya comment ambazo zimeandikwa kupitia kwenye ukurasa huo wa wekundu wa Msimbazi Simba. Anko Zala, moja kati ya shabiki kindakindaki wa Simba, yeye ameweka emoji ya kulia, lakini mwingine anasema maelekezo, na mwingine anasema kwa hiyo kesho kwa hiyo mechi hakuna. Anauliza hivyo, iko hivyo kama Simba walivyozungumza kwamba hawatoshiriki, kwa hiyo manake mechi hakuna. Kubwa zaidi tunasubiria tu nini ambacho kinakwenda kuamuliwa na bodi ya ligi mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kutoa tamko hilo. Mnasema sio mechi sawa. Mnasema hatuchezi ligi mpaka hawa wapuzi wanaoshiriki kwenye upuzi waadhibiwe. Mnasema yani Simba amenifurahisha sana leo, leo niamke sasa niende sawa. Mwingine anasema hapa sasa Simba nimewakubali ubaya bwela. Mnasema tarehe 8 nauliza sawa. Mwingine anasema tutawafuata huko. Mnasema Kususa FC tunakuja huko Bunju. Mnasema dabi haina kelele, labda uje nacho wewe mtani. Mnasema uoga huo wa kuleta timu uwanjani. Mnasema dabi haina kelele. Mnasema maombi yangu yametiki, congratulations mnyama. Mnasema ndo usiku huu kweli, sababu taarifa hii imetoka usiku. Mnasema asante kwa kutupa pointi 6 mtani. Mnasema asante sana viongozi wetu, tulikuwa tunasubiri maamuzi haya, hongereni sana kwa maamuzi sahihi. Sasa tusubiri mamlaka zitende haki juu ya uhusika wote wa tukio hili la hovyo ambalo sio la kiungwana. Mnasema ndo usiku. Mnasema sasa itakuwaje na nishabeti Yanga anashinda. Mnasema kama unaipenda Simba gonga like hapa, ubaya ubwela hatucheki na yoyote. Mnasema kwa hiyo umeweka mpira kwa pani, makolo hovyo kabisa. Mnasema asante studio. Mnasema chezea kipigo cha mara 5 mfululizo, hata mimi ningekimbia. Mnasema yani ni maumivu makubwa, tuko Morogoro kuja da kutokea Iringa, kwa hiyo turudi. Bana, hawa ni baadhi ya mashabiki ambao wao wanatokea Morogoro wanaenda da, na tunafahamu kwamba kuelekea kwenye mchezo huu wa Simba na Yanga, baadhi ya mashabiki wametoka kwenye mikoa mbalimbali wakielekea Dar es Salaam. Sasa kwa taarifa hii of course ni maumivu makubwa sana kwa mashabiki ambao wamesafiri, wametumia gharama zao, wengine wamejichanga kwenda kuishuhudia dabi. Sasa kwa hiki ambacho kimetokea sijui itakuwaje, lakini ngoja tusubiri tuone. Mimi nasema mnatafuta kila namna mpewe pointi za bure.
sababu mnajua uwezo wa kumfunga Yanga hamna. Mnasema hii taarifa inapaswa kuwekwa mitandaoni au kutumwa TFF na bodi ya ligi. Kanuni zinasemaje? Kanuni zinasema makosa ya kanuni yataadhibiwa kikanuni. Je, kanuni gani inasema usipofanya training haupaswi kucheza mchezo? Mwingine anauliza hivyo. Mnasema Simba nyie sawa. Mwingine anasema huu mpira wetu unapoelekea ni huzuni kwa kweli. Sheria wameziweka wenyewe lakini masaa mawili mute law. Hii ni aibu kubwa, ndio maana watu wanashindwa kuzuia hisia, wanaongea halafu wanaonekana wabaya. Klabu kubwa maamuzi ya kikubwa, anasema hivyo. Mnasema mbona ghafla sana, hamtutendee haki tunaolipa pesa zetu kuingia uwanjani. Watu wamelipa nauli kutoka nchi mbalimbali. Hiki mlichokifanya Simba ni ushamba. Mazoezi mechi ngapi hamfanyi na mnacheza bila mazoezi ya uwanja sawa. Mnasema kama unaamini Simba bingwa na tutawafunga hata wafanyeje, gonga like hapo. Mnasema safi sana, ipeleke taarifa kwa bodi ya ligi kuwa mpira ni mchezo wa fair play. Hizi asala wacha wale wenyewe, hata tusipochukua ubingwa ila wajifunze zaidi. Tanzania na mpira. Mnasema nilijua tu mtaikwepa hii mechi, sema hamkuwa na pa kujifichia waoga nyie. Tutawasubiri msipokuja, tunapewa alama 3 na goli 3 kolo nyie. Hata kuandika mjui, wakizua au wakizuia msafara kolo nyie 8 zilikuwa zinawahusu. Mnasema maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, hongera sana viongozi wangu. Mnasema hii timu ishakuwa ya kihuni. Mnasema mazoezi gani usiku kama sio uchawi na majungu. Mnasema Simba mnasusa, anasema kudada deki suseni. Sisi tutachukua pointi 3 na goli zetu 3. Safi kabisa Simba, acheni sawa. Mnasema msipaniki, ni masuala ya sheria na taratibu. Mnasema kufungwa ni kule kule. Hapo mnatapa lakini mkiingia kwenye mfumo mnakula 5. Sawa. Mnasema okay. Bwana, hizo ni baadhi ya comment za mashabiki na wadau wa soka, lakini pia mashabiki wa timu zote mbili wamecomment kuhusiana na hicho ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wamekiamua mara baada ya Simba kusema kwamba hawatoshiriki mchezo huo. Na sasa tunasubiria tu kile ambacho kitaamuliwa na bodi ya ligi mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoa msimamo wao kwamba hawatoshiriki mchezo huo. Sasa najaribu kuangalia pia kwa kile ambacho amekiandika Ahmed Ally kupitia kwenye ukurasa wake. Hakuna alichokiposti. Tunasubiria tu kuona nini ambacho kinakwenda kutokea, kama mchezo unakwenda kuahirishwa ama ni kanuni zipi zitahusika, ama nini ambacho kitaamuliwa mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoa ujumbe huo kwamba hawatoshiriki kutokana na jambo hilo ambalo wao hawajakubaliana nalo kabisa, la kuzuiwa kufanya mazoezi kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya Yanga. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kinakwenda kuamuliwa, lakini kama ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wao wameamua ni kwamba hawatoshiriki mchezo huo na wameomba hatua zichukuliwe kwa hiki ambacho kimefanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tusubiri na kuona, lakini pia unaweza kushusha comment yako kuhusiana na taarifa hii ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoa tamko lao kwamba usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.